zangu, hili ni agano zito ambalo Mungu ameweka na mwanadamu. Na hilo agano sio kwa ajili ya Abrahamu, ni kwa ajili ya uzao wake, ni kwa ajili ya vizazi vyote vya wanadamu. Na agano hilo litatimia kwa fumbo la Pasaka, ambalo Yesu badala ya kutolea tena sadaka za namna hiyo, anajitoa yeye mwenyewe, ambaye tumesikia anazungumzia tukio hilo na Musa na Elia katika somo la Injili. Wapendwa ndugu zangu, sehemu ya kwanza ya somo hili, Abrahamu alifanya kama nilivyowaambia, safari yuko nchi ya ahadi na Mungu anamuonyesha, na baada ya Mungu kumuonyesha anamwamini na kuhesabiwa haki. Si ndugu zangu, tumekwisha kuanza safari kwa kuzaliwa hapa duniani. Kila mmoja wetu ameanza safari ya maisha. Lakini sana kwa kuwa tulianguka kwa anguko la wazazi wetu wa kwanza, kwa njia ya ubatizo tumeanza pia safari ya imani kama Abrahamu. Na Mungu ametupa ahadi. Lakini pia kwa maisha yetu, lakini sana kwa ubatizo tumeweka agano na Mungu. Agano hilo ni kubwa kwa sababu upande wa pili linamhusu Mungu mwenyewe, na upande mmoja sisi wanadamu ambao tunapaswa kutegemezwa na Mungu mwenyewe. Mungu baada ya kuweka agano hilo, yeye huwa badiliki. Shida iko upande wetu. Na wakati mwingine tunaweza tukawa na maelezo kama ya Abraham, tunamwambia Mungu, tujue kwamba umeweka ili agano na mambo hayo yatakuwa kama ulivyosema. Tunachopaswa kuige pia upande wa Abrahamu, amemwamini Mungu.